Ya siasa. Viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi wakiongozwa naye gavana wa Siaya James Orengo na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino wametishia kuwashtaki katibu wa usalama Raymond Omollo pamoja na naibu mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI John Onyango ambao wanadai wamekuwa wakihusika kwa kutumia wahuni ili kuvuruga mikutano yao. Wakizungumza baada ya kufeli kufanya kikao na mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin, viongozi hao wamewashtumu naibu mkurugenzi wa DCI John Onyango pamoja na katibu Raymond Omollo kwa kupanga kuvuruga ziara ya Linda Mwananchi katika eneo la Kisumu, huku wakitishia kuandaa maandamano makubwa zaidi ili kushurutisha haki. Viongozi hao pia wanadai kuwa Inspector General wa polisi Douglas Kanja, mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin na naibu wake John Onyango wanafanya kazi chini ya amri ya katibu Raymond Omollo. Rais William Ruto, wewe mwenyewe kila saa unasema uko Nyanza. Uko Nyanza na wewe mwenyewe unanyanyasa hao watu ambao wanaishi Nyanza. Wewe mwenyewe unahakikisha hao watu ambao wako Nyanza wasiwe na amani. Na ni PS wako mwenyewe ambaye ni PS wa insecurity Raymond Omollo ndiye anawinda vijana wetu. Walituambia tutaingia Kisumu. Tumeingia Kisumu. Saizi wamechange strategy. Walituwekea goons kila mahali. Saizi wamechange strategy. Sasa ni mapolisi wa DCI kushika vijana wetu. Ameingia hapa bila kuzuiliwa. Kama anatafutwa na DCI, mbona hajashikwa hapa? Ya pili, hawa DCI officers ambao wanaenda kwenye ground, hao wenyewe wanasema ya kwamba wanakuwa misused. Mwenye anawacommand, mwenye anawaita kutoka Nairobi, mwenye anawaita kule Kisumu, anaitwa Boy Akoth. Huyu Boy Akoth ni gunu wa Raymond Omollo. Huyu Boy Akoth alikuwa involved sa zile Osotsi, senator alikuwa napiga. I'm asking the National Police Service under Mr. Kanja, the PS Interior is not your superior on the question of operations. We may have to inquire and put you into account if you are acting under the orders and directions of Raymond Omollo. If you look at the National Police Service Act and the Constitution, there is nowhere in those two laws that gives the PS in charge of internal security to give directions to the police. Nor is the president vested with powers to give directives to the police.